Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia namba za simu za 0775026557. Okay, tunasonga mbele. Karibu katika episode ya 10 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 9, basi hakikisha unagusa pop up kinatokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 9 ni mara baada ya kushuhudia bidada song hii alikuwa amewaka kweli kweli kwa kumsihi huyu bibi kwamba asimuite mpenzi wake mzimu bali amuite kwa jina lake Jiwang. Lakini wakati huo alikuwa akigeuka nyuma yake na mara ghafla akamshuhudia bidada Sokwa alikuwa katika mitaa hiyo. Akauliza kuwa huyu mchawi amefuata nini katika eneo hili, lakini huyu aliyekuwa jirani zaidi na mama yake akasema kwamba huyo ni dada yako. Bidada haikumuingia kabisa akilini katika akili yake kwamba huyu Sokwa ndiye dada yake, mtu ambaye ameweza kusababisha madhara yote kwa mpenzi wake. Sini na hama na moja kwa moja anatupeleka katika maeneo ya shuleni. Siku ya leo bwana Mwamba Jiang alikuwa akipeana masharti na huyu mzimu na kuambia kwamba kama nikiwa katika maeneo ya darasa basi nahitaji uniache ili niweze kusoma kwa uhuru, lakini pia nikiwa katika mazoezi nahitaji pia uniache niweze kusoma kwa uhuru pia. Okay, mzimu ukawa umemuelewa na kumtii katika hayo alikuwa ameuagiza. Lakini mishale ya mchana nao mzimu ukawa umeomba nafasi ya kwenda kujisomea. Ukatimba katika maeneo fulani vya library na lengo lake ni kuweza kujitafuta historia yake, ulipoteaje mpaka siku ya leo ameweza kuwa mzimu. Lakini akaja kugundua kwamba vitabu vinavyohusu historia yake vilikuwa vimehamishwa katika hii mtaala wa wanafunzi na kupelekwa katika maeneo fulani hivi maalum ya serikali. Kwa havikuepo kabisa mitaa hii. Sokwa tena kama kawaida yake leo akawa amemuita Bonsuk na kuanza kumwambia kwamba kwa nini usitoke nje ya mwili wa huyo mwamba mpaka unaendelea kumtumia kila siku. Kumbuka kwamba utakuja kupotea kwa namna ambayo sio nzuri kabisa. Ninaposema Bonsuk namaanisha ule mzimu, na wenyewe jina lake pia unaitwa Bonsuk, jina ambalo bidada alikuwa ameweza kupatia. Basi bana mzimu akasema kwamba hebu shika habari zako niache mimi na maisha yangu. Kuna mchongo fulani hivi na usikilizia. Kisha moja kwa moja Mwamba Jiang akaelekea katika chumba ambacho bidada alikuwa na huzuni sana. Akamuuliza shida nini, lakini bidada akaeleza kwamba nawaza siku ambayo mashindano yako yatakwenda kufanyika, siku ambayo utatumia upinde, na hiyo siku ndakupo niko mbali na wewe. Itawezekanaje wewe kuweza kuperform vizuri? Lakini Mwamba Jiang akasema kwamba katika kitabu chako mbona kuna maelekezo yote namna gani ambavyo unaweza kukaa na mimi vizuri hata siku ambayo ndakupo mimi niko mbali pia. Kabidi bidada kuweza kuuliza ni maelekezo gani ambayo wewe umeweza kuyasoma mimi sijawahi kuyasoma. Akaja kukumbuka kwamba katika kile kitabu cha Kichina kuna maelekezo alikuwa hajayasoma na bidada haelewi kabisa Kichina. Mwamba akawa anamwambia kwamba maandishi haya hapa yako wazi kabisa, kila kitu kimeelezwa hiki hapa. Ni shina ngwa ren wa shitan saria ren. Basi Mwamba baada ya kusoma kile Kichina moja kwa moja akaja na tafsiri kwamba bana inamaanisha kwamba wakati ambao jua lilikuwa likizama na nyakati ambazo jua huwa linachomoza, pindi utakapomchola maneno ya ilizi katika mwili wa mtu ambaye ameposesiwa na mzimu, basi huyo mtu ana uwezo wa kujikontrol yeye mwenyewe kwa wakati huo. Bidada baada ya kuyasikia maneno hayo hakuwa na namna yoyote ile, akawa amesubiria mpaka pale jua lilipokuwa linaelekea kupunga, kisha akawa amemchola yale maneno katika mwili wa jamaa, na baada ya kuyachola basi akawa amemwaga. Lakini bidada song hii akajifanya kana kwamba alikuwa anaanguka kumtishia Mwamba. Akashangaa kwamba jamaa hawezi kabisa kutumia uwezo wake wa kichawi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba mzimu haupo ndani yake. Hasa bidada Sokwa alikuwa ameambiwa kwamba asubirie na asifanye jambo lolote lile katika kupambana na mzimu, lakini yeye hakutaka kabisa kuendelea kusubiria. Akaendelea kufanya ibada za kuweza kuondoa ule mzimu. Lakini mzimu unapozidi kutolewa kwa Mwamba, basi ukawa unaanza kufanya mambo ambayo ni ajabu kidogo. Jiang kama Jiang bila kuwepo na mzimu alikuwa hana uwezo wa kuona mizimu, lakini kwa bahati mbaya eti sasa hivi ana uwezo wa kuweza kuona mizimu. Na yule mama alisemaga kabisa kwamba kama Jiang atakuja kupata uwezo wa kuweza kuona, kusikia na kunusa, basi mwili wake hautowahi kurudi katika hali ya kawaida na kuweza kurudi kama binadamu. Sasa mzimu kitendo cha kuona kwamba Sokwa ameanza kuvunja masharti na kuanza kuingilia katika mambo yake, basi ukaanza kumpatia adhabu Mwamba Jiang kwa kumpa uwezo wa kuweza kuona mizimu. Bidada song hii alipoweza kugundua hali ya utofauti kwa Mwamba, moja kwa moja akaamua kuanza kumwambia kwamba kuna shida yoyote, lakini jamaa akasema kwamba nimeweza kuona mizimu. Bidada akagundua kwamba hii ni hatari kubwa. Lakini mwanamama Sokwa naye akaendelea na ibada zake za kuendelea kutoa mzimu katika mwili wa Mwamba. Kadri anavyozidi kufanya hizo ibada zikazidi kumchanganya kabisa jamaa, na siku ya leo ndo siku ya mwisho kabisa ya mashindano ya kuweza kurusha upinde. Jamaa akajikuta haoni mbele vizuri, anaona mizimu tu. Bidada song hii akamtia Mwamba moyo kwa kumwambia kwamba haijalishi wewe unaona mizimu au uone mizimu, wewe kikubwa unaona tu target ambapo unatakiwa kulenga pale pale. Mwamba akajifariji sana na mwisho wa siku akaanza kurusha mishale. Mshale wa kwanza tu akajikuta ameweza kupata pale pale, na mshale wa pili akajikuta ameweza kupata pale pale. Lakini alipovuta upinde wa tatu akajikuta ameweza kukosa. Bidada akaanza kushtuka kwamba kuna ibada ni kama anaisikia inaendelea sehemu, na hapa akagundua kwamba Sokwa alikuwa anakifanya ibada, kitu ambacho kinamkela huyu mzimu ambaye anaumiliki mwili wa Mwamba Jiang. Hasa hapa kuna issue nzito sana kwa sababu bidada alipokuwa akimchola yale maandishi Mwamba Jiang, kumbuka kwamba bidada wakati wote anatakiwa mwili wake uwe umeambatana na Jiang ili Jiang
Jianghu aweze kuwa salama. Sasa yale maandishi aliyokuwa ameyachola alikuwa amehamisha mwili wake yeye kuhamishia kwa mwamba Jianghu. Kwa hiyo Sokwa anapofanya yale matukio yake kutaka kumtoa yule shetani aliyopo ndani ya mwili wa mwamba inakuwa ni ngumu sana, lakini mbaya zaidi ni kwamba bidada mwisho wa siku atakuja kufa, kwa maana bidada Song Hee. Bidada kwa kutumia mbinu zake hizo za kiganga akaanza kufanya mawasiliano huku akisali, na haya mawasiliano yakawa yanaenda moja kwa moja kwa bidada Sokwa akimwambia kwamba unachonifanyia unaniua mimi huku. Hasa kwa sababu mawasiliano haya yanatumia umbali mrefu sana, mwisho wa siku bidada Sokwa akajikuta mpaka anatoka damu katika meno yake ya masikio kwa sababu alikuwa anatumia nguvu zao kubwa sana. Baada ya mawasiliano haya kuweza kukamilika, mwisho wa siku mwamba Jianghu akawa ameweza kufanikiwa kurusha upinde wake na akaweza kufanikiwa kuwa mshindi wa timu yake. Basi hii kitu ilikuwa ni furaha kweli kweli. Bidada Song Hee akamwaga mwamba na kumwambia kwamba kuna kitu anakiwahi nyumbani, anaomba aondoke sasa hivi. Na kwa sasa hivi bidada Song Hee anaweza kaondoka na kumwacha mwamba peke yake kwa sababu mwili wake ameshaunganisha na jamaa kwa kumchola yale maandishi kwenye ilizi. Yale maandishi yalikuwa anahamisha bidada mwili wake na kumhamishia jamaa. Kwa mwamba akipata madhara yoyote basi bidada yanamhusu pia. Lakini bidada Song Hee alipoweza kufika tu nyumbani, yule mganga mkuu msaidizi alipomwona bidada Song Hee nguo yake ilikuwa na rangi nyeusi sana kwa upande wa chini, akagundua kwamba bidada Song Hee ameweza kulaaniwa. Issue hii ikawa nzito sana, lakini mamake Song Hee akawa amemuita Sokwa na kumwambia kwamba ulifanya ibada yoyote ya kuweza kumlaani mtu yoyote? Bidada akasema kwamba mimi nilikuwa ndio nalaani mtu, lakini sikuwa na mlaani bidada. Nimeshangaa tu kuona kwamba laana hiyo imeweza kumpata bidada, lakini mimi nilikuwa nikiulaani ule mzimu. Ila Sokwa akageuka tu na kuanza kufoka akisema kwamba hata hivyo sijafanya makosa, kama nimeweza kumlaani bidada Song Hee ni sawa tu, kwa sababu hata nyinyi wenyewe mliweza kunitupa ningalikuwa ni mdogo sana. Akaanza kumweleza Song Hee kwamba kabla ya wewe kuweza kuingia hapa nyumbani nilikuwa nikiishi mimi na huyu mama, kwa sababu na mimi alinichukua katika kituo cha watoto yatima alichokuwa amekuchukua wewe, lakini baadaye akaja kunitelekeza akakuchukua wewe. Kwa kitendo cha wewe kuwepo hapa ndani mimi nilikuwa nimeondoka kwa ajili yako. Bidada Sokwa akasema kwamba alikuwa ameandaa kisasi kwa ajili ya hii familia, ndio maana akaanza kutengeneza ule mzimu, na hiyo ndo sababu yeye kuanza kuunda ule mzimu ambao unamsumbua sasa leo mwamba Jianghu. Bidada Song Hee baada ya kuyasikia yale maneno alijikuta ni mwenye huzuni sana. Bibi mmoja alikuwa amemketisha kando na kuanza kumfariji kwa kumwambia kwamba mama yako alikupenda sana, lakini haimaanishi kwamba hakumpenda Sokwa. Baada ya mwamba kushinda ile medali ya dhahabu, hakutaka kuipeleka sehemu nyingine yoyote kabla ya kuweza kufika katika kaburi la bibi yake. Alipofika tu akaiweka katika eneo hili, lakini wakati anatoka akajitokeza yule mganga ambaye ni kipofu na ndio mkuu wa waganga akisema kwamba adhabu uliweza kupatiwa wewe itakwenda kumpata bidada Song Hee. Akamshauri mwamba kwamba ili kumlinda bidada Song Hee basi anatakiwa kuyafuta yale maandishi ambayo alikuwa ameandikwa katika mwili wake, kwa sababu bidada Song Hee mpaka dakika hii analaana na kitu ambacho kinaweza kusababisha bidada aweze kufa. Mwamba Jianghu aliposikia habari za bidada kuweza kufa, basi akawa amemkubalia huyu mzee na kusema kwamba atakwenda kuyafuta yale maandishi yote ambayo bidada alikuwa amemchola ya kumuunganisha yeye pamoja na bidada. Huyu mkuu wa waganga alifurahi sana kuyasikia yale maneno, kisha akamwambia kwamba na kila unapoona mizimu usije kukubali hata siku moja kupambana nayo wala kuitazama kwa umakini sana. Utakapokuwa ukitazama sana mwili wako utashindwa kujirudi katika hali ya kawaida, kwa sababu wewe ni tofauti kabisa na bidada Song Hee. Yeye bidada Song Hee ana uwezo wa kuiona mizimu na kupambana nayo kwa sababu yeye tayari ni mganga na ana damu ya kiganga ndani yake. Lakini akatahadharishwa kwamba yeye akijihusisha na masuala yoyote na shughuli zote za mizimu basi mwili wake utashindwa kabisa kugeuka na kuwa mwili wa kawaida. Kwa anatakiwa kuchunga sana asijihusishe wala asiingilie mambo yoyote ya mizimu. Basi ile time mwamba Jianghu anarudi nyumbani akawa anashuhudia kwamba kuna mizimu mingi sana kando ya barabara ikiwa onea watu, lakini mwamba akawa anaipisha tu na kuto kuingilia kabisa katika mambo yao. Lakini hapa katika njia aliweza kumshuhudia mwamba Boyle, yule ambaye tulimshuhudia katika episode za mwanzoni kabisa. Jamaa alikuwa ameweza kuona mzimu kule maeneo ya bafuni, lakini kwa bahati mbaya ule mzimu aliokuwa ameuona leo hii mwamba anauona ukiwa unamfuatilia tena mwamba. Ni kama huu mzimu umekuwa mzimu wa kifo. Mwamba Jianghu akaanza kufuatilia ule mzimu pamoja na mwamba, lakini kadri anavyozidi kufuatilia akaanza kukumbuka kwamba aliambiwa usije ukaingilia shughuli yoyote ile ya mizimu, unatakiwa kutuliza kishundo chako. Mwamba akaamua kutulia tu na mwisho wa siku akaamua kurudi nyumbani na kumwacha Jiho akiwa anafuatiliwa na ule mzimu wa kifo. Mwamba Jianghu alipoweza kufika nyumbani akakutana na ule mganga mkuu msaidizi akimwambia kwamba kwa kitendo cha bidada kuweza kuchola maandishi katika mwili wako, yani alikuwa amejiunganisha na mwili wako, na ni kosa kubwa sana kwa mganga kuweza kulifanya. Kwa hiyo sasa bidada atakuja kupitia maumivu makali sana siku za mbeleni, na kwa bahati mbaya ni kwamba hakuna mtu yeyote ambaye atakuja kuweza kumtibia, awe ni mganga au mzimu. Hakuna mtu atakayekuwa na uwezo wa kuweza kuyatibia maumivu atakayokuwa anayapitia bidada, na bidada anafahamu hilo na ameyakubali yote. Lakini Jianghu alipoweza kuingia ndani alikuta bidada alikuwa na mawazo sana, ikabidi kwanza kumfanyia masiara, lakini kwa bahati mbaya bidada hakuwa kabisa katika mudi ya masiara. Mwisho wa siku akawa amelala. Mwamba anashangaa bidada mbona leo yuko tofauti sana. Hasa wakiwa kitandani bidada tayari ameshazoea sana kumkumbatia mwamba kila dakika. Sasa siku ya leo ni kwamba ameshamchola yale maandishi na hawezi kumkumbatia bila sababu yoyote. Akawa anawaza tu mbona kulala huko kumekuwa kugumu sana. Bidada akaamua kujitoa ufahamu na moja kwa moja akaenda kumkumbatia mwamba Jianghu. Sasa alipokuwa amemkumbatia mamake akawa anaingia chumbani. Wewe unaendelea kumkumbatia bado wakati ulisema umemchola maandishi ambayo ni mbadala wewe kumkumbatia. Inakuwaje kwaje mwana? Mamake na bidada Song Hee akawa amechafuka kweli kweli, akaanza kumtemezea mkaleti mwamba. Piga kweli kweli na kumwambia kwamba yarudi tu mahali hapo unanilia binti yangu kinyemela nyemela tu. Wewe ulisema kwamba amekuchola maandishi ambayo ni mbadala wa mwili wake kukumbatiana kumbatiana. Mnakumbatiana tu kila wakati. Mwamba Jianghu alikuwa ametemezewa kichapo
mpaka siku ya kesho akashindwa kutembea vizuri. Bidada akaanza kumsaidia kumtembeza hapa shuleni. Sasa wakiwa wako darasani wana mawazo kweli kweli. Yaani hata haya maaba yao wanaanza kuona kwamba maaba ni uwe. Sasa hivi ameanza kuwa na kichapo ndani yake. Shida kweli kweli bana. Baadaye wakaja kumshuhudia yule mwamba anayefahamika kama Bombing. Mwanzoni kabisa tuliweza kumshuhudia, aliweza kumuona mzimu bafuni. Jamaa alipelekwa hospitalini na kitambo kirefu sana alikopo hayupo hapa shuleni. Siku ya leo ndo anarudi. Lakini mbaya zaidi ni kwamba kuna ule mzimu wa kifo ulikuwa umemzingira mwamba Bombing. Bidada akataka kuelekea kwenda kumsaidia, lakini mwamba Jang-Woo akasema kwamba tafadhali bana, usiniachie mkono wangu, usiondoke mahali hapa. Lakini bidada alipokuwa ameguswa na huyu mwamba Jang-Woo akashangaa kuona kwamba joto la mwili wake lilikuwa ni kubwa sana. Hii ilikuwa ni ishara ya kwamba huenda Jang-Woo anaona mizimu. Sasa hii kitu ikawa imemshtusha sana na kuanza kuhisi kwamba kama Jang-Woo ameanza kuona mizimu, manake si muda mrefu ataanza kusikia na harufu za mizimu. Baada ya kusikia harufu za mizimu atakuwa na uwezo wa kuigusa, na akifika tu stage ya kuweza kuigusa hawezi kabisa kurudi katika mwili wa kawaida. Bana, unadhani nini kitakwenda kujili? Tukutane katika episode inayofuatia. Nikumbushe tu kwamba tunaitoa leo. Kumbuka kwamba unatakiwa kugusa tu alama ya kulike mapema kabisa ili tuweze kufikisha like 100 niweze kutoa episode inayofuatia. Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi, wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775 0265 57.